الحمد لله الذي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين هو سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kiongozi wa umma, na sio mwingine isipokuwa ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mara nyingine tena leo tutazungumzia kuhusiana na umuhimu wa dhikri, umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu yote. Na kwa hivyo wanawazuoni kuona umuhimu wa jambo hilo, wakaamua kwa makusudi kabisa kutunga vitabu mbalimbali, na katika miongoni mwa vitabu hivyo basi ni kitabu hiki cha Imam al-Allama alimu al-Allama Imam Nawawi. Kitabu hiki ambacho kinaitwa Al-Adhkar kinaelezea umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na dhikri, jinsi ya kufanya shughuli zetu mchana usiku katika mambo mbalimbali, jinsi ya kulala, tunalala kwa dua gani, tunakula kwa dua gani, tunaswali kwa dua gani. Hivyo basi kwa umuhimu huo kama tuchukue kwa machache, pamoja na uchache wetu wa ilmu, basi na kuwasikiliza mashehe zetu yale ambayo tulikuwa tumejifunza kutokana na kitabu hiki. Kwa hiyo tutachukua, of course tutaanza kitabu hichi mwanzo kabisa. Ilikuwa ni kawaida ya mashehe zetu hawa huwa wakiingia katika masomo haya, basi utuanzia na ile mukaddima, mwanzo kabisa wa jambo, ili tupate mazingatio from the beginning of the matter, yani kuanzia mwanzo wa jambo unapata mazingatio, basi na kupata ile direction ya kile kitabu, mwongozo wake. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu tutaanza moja kwa moja kuhusiana na mwanzo kabisa wa kitabu hiki kama tulivyopokea kutoka kwa mashehe zetu. Basi inshallah, bismillahir rahmanir rahim. Sheikh anasema alhamdulillahi alwahid alqahhar alaziz alghaffar. Alhamdulillah, kila sifa njema ni zinamwajibikia yeye Mwenyezi Mungu, alwahid alqahhar, mpweke kabisa na mwenye nguvu, alaziz alghaffar, mshindi na mwenye kusamehe. Hakuna mwingine mwenye kusamehe na mshindi isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Utashangaa watu wawili wamegombana au wamehitilafiana, hadi kila mmoja atafuta ushindi, lakini ushindi wa kweli ni ushindi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Walobakia wote si washindi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana yeye katika sifa zake anasema al-Aziz al-Ghaffar, yeye ni mshindi tena ndio mwenye kusamehe. Muqaddaril al-aqdar, na yeye ndio mwenye kukadiria kadari zote. Utaishi vipi, utakaa vipi, utapata nini, utaishi miaka mingapi, katika riziki zako ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anazijua. Hakuna mtu mwingine yoyote. Kama Mwenyezi Mungu kapanga wewe upate katika kitu fulani, basi mtu ataende mbio kufanya ihtilafu namna yoyote ile, au kukuwekea kizuizi ambao wanasema, wazungu wanasema stumbling block, kwamba tuzuie kwamba huyu asipate, au tumfanyie ila hii asipate. Anasema Imamu Shafi'i, anasema tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi
wa aiqantu anna Allaha la shaqa raziqi. Asema Imamu Shafi'i, tawakkaltu fi rizqi, na nimetawakali mimi kwa Mwenyezi Mungu katika na swala la riziki. Wa aiqantu, na uhakika anna Allah la shaqa raziqi, kwamba hakika yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana shaka yote, yeye ndio mwenye kurizkia, yeye ndio mwenye kutoa. Wa iyyakum min rizqi falaisa yafutuni, na ikiwa katika miongoni mwa riziki yangu basi haiwezi kuniondoka. Walau kana fi qa'id bihari al-awamiqi, hata kama itakuwa chini ya bahari huko kabisa, chini kabisa 5000 away, chini kabisa huko, miles ya chini huko kabisa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataitoa. Kama wenyewe mmepata kuona uchimbaji wa almasi, dhahabu, kwa sengine zinatoka chini kabisa. Riziki ya mtu kumbe ilikuwa iko chini huko kabisa, kwa haijulikani. Kwa hiyo ndo anasema wa iyyakum min rizqi falaisa yafutuni, basi kama ikiwa katika miongoni mwa riziki yangu haiwezi kanikosa. Walau kana fi qa'il bihari al-awamiqi, hata kama itakuwa chini, bottom of the sea, ndani kabisa huko. Walau kana fi qa'il bihari al-awamiqi sayati bihi Allahu al-azim min fadli, Mwenyezi Mungu ataleta mtukufu kwa fadhila zake. Walau lam yakun minni lisanu binatiqi, hata kama mimi nitakuwa sijasema lolote katika hiyo riziki, itakujia tu. Sasa Imamu Shafi'i akawa anajiuliza nafsi yake, safa fi ayi nafsin tadhhabu hasratan, mbona uko na pupa wewe nafsi yangu? Waqad qasama arrahman rizqa alkhalaiqi, wakati tayari Mwenyezi Mungu tayari amekushagawa riziki ya viumbe. Hivyo usimuone mtu mjinga kwa sababu kakosa, ukamwona yule mtu mjinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka riziki yake, ule anajitahidi pengine kadiri ya uwezo wake usiku na mchana, Mwenyezi Mungu bado amjalie riziki jinsi ilivyo. Mwenyezi Mungu humpa riziki mtu, basi kama atakuwa mjinga yule mwenye kutoa riziki, anaweza kumuona yule asiyotoa riziki kwamba yeye ni mjinga, anaweza kumuona kwamba yuko katika foolish stage kabisa. Can this man succeed? Can this man succeed? Why can't he be successful? Why? Hivyo. Lakini kusema ukweli kabisa, Allah knows the best, kwamba Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe nafsi ndio mtoa riziki wa kila hali na mwenye kujua. Kwa maana akasema wa iyyakum min rizqi falaisa yafutuni walau kana fi qa'id bihari al-awamiq, hata kama itakuwa ndani chini kabisa, Mwenyezi Mungu atatoa riziki yake. Kwa maana anasema fa muqaddir al-layl muqaddir al-aqdar, yeye ndio mwenye kukadiria. Usarrifu al-umur, yeye ndio mwenye kuyaendesha mambo. Mwenyezi Mungu ndo anayeendesha mambo subhanahu. Mukawwiri al-layli wan-nahari au mukawwiri al-layli ala an-nahari, na yeye ndio mwenye kufanya usiku kuwa mchana. Kama Mwenyezi Mungu angepanga kwamba saa uwe usiku mtupu, anaweza Mwenyezi Mungu azza wa jalla kufanya hivyo, na upatikane usiku tu, hakuna cha mchana wala nini. Subhanallah, unakwenda kazini usiku, unarudi usiku, hakuna kucheza nyinyi. Kama kidogo lazima umweke miundombinu ya taa hivyo. Mukawwiru al-layli wan-nahari ala an-nahari tabsuratan lidhawi al-qulub wal absar, kwa mazingatio hayo, kwa makadari yake Mungu na ule ushindi wa Mungu, na yeye kuwa ndio mwenye kusamehe, na kuwa yeye ndio mwenye kukadiria mambo na mwenye kuyafanya mambo ndo yaende, na kubadilisha usiku kuwa mchana. Tabsuratan lidhawi al-qulub, hii ni ukumbusho mkubwa sana na mazingatio makubwa kwa wale wenye akili, wal absari, na maono ya ndani. Siku zote kama haujakuwa na akili na maoni ya ndani, basi huwezi kuyaona hayo yote kwamba ni kadri ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Lakini ukiwa na akili ya ndani utaona haya mambo ni habari kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa maana akasema hapa kwamba dhawil qulub
tabsuratan lidhawil qulubi, kwa wale wenye akili, kuwa ndio kusema ukweli ni ukumbusho, lakini mazingatio kwa wenye akili na maono ya dhati. Alladhi, yule ambaye kwamba aiqadha min khalqihi, yule ambaye kwamba amemzindua katika miongoni mwa waja wake, man istafahu, ambaye amemchagua yeye Mungu, fadkhalahu, na akamuingiza fi jumlati al-akhyar, katika watu wake wa karibu Mungu. Wawafaqa min man tabahu, basi akafiki na kukubali yule aliyomchagua Mungu mwenyewe, min ubaidihi, katika miongoni mwa waja wake. Fajaalahu, na akamjalia mtu huyo min al-abrari, mtu mwema. Basi tusijitape sana. Kumbe ukijaliwa kuwa mtu mwema inakuwa ni kwamba wewe sio kwamba wewe ni mwema eti kwa sababu wewe mwenyewe kwa uwezo wako. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi anachagua mtu kuwa mwema. Kwa tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuwa mwema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia mwenyewe katika miongoni mwa neema ambazo Mwenyezi Mungu anampa. Wabassara min ahabbahu au wabassara man ahabbahu, basi anamuonesha yule mwenye kumpenda Mungu, fadhahadahum, na kumfanya kuwa epukane aipe nyongo dunia, fi hadhihi dari, katika dunia hii. Fajtahadu, na basi mtu huyu akajitahidi fi mardatihi, akajitahidi vikubwa kabisa katika kumridhisha Mungu, wa ta'ahubi daril qarar, na kufanya juhudi katika nyumba ambayo kwamba ya milele, wajtinabi ma yaskutuhu, na kujiepusha kutokana na yale ambayo kwamba yaskutuhu, yanamuudhi Mungu, walhadhari, lazima tujiepushe kutokana yale yanayomuudhi Mungu. Mambo mengi yanayomuudhi Mungu, basi tujiepushe nayo, min adhabi nari, ambayo yataweza katika miongoni ya kusababisha adhabu ya motoni. Waakhadhu anfusahum, basi Mwenyezi Mungu watu hao akazipelekea nafsi zao, biljiddi, katika kufanya juhudi, fi taati, katika kumtii Mungu, wa mulazimati dhikru, na katika kumlazimisha au kuwalazimisha viumbe katika kumkumbuka yeye Mungu, bila ashi wal ibkari, usiku na mchana. Wa inda taghayyur ahwali, pamoja na kubadilika kwa hali, fi anai laili, katika wakati wa usiku, na nahari, na mchana. Takiwa sokoni anamkumbuka Mungu, akiwa na shida anamkumbuka Mungu, usiku anamkumbuka Mungu, saa zote anamkumbuka Mungu. Mwenyezi Mungu amewachagua watu namna hiyo. Fastanarat qulubihim, Mwenyezi Mungu akatia nuru katika nyoyo zao, bilawami au bilawami nuwari, katika nuru mbalimbali Mwenyezi Mungu ambazo ameziweka. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika miongoni mwa wenye kuyasikia haya na kuyafanyia kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi sote wasemaji na waona na tunaotazama wote tuwe katika miongoni mwa wacha Mungu hapa duniani na akhera, na tujue kwamba isitubabaishe kitu chochote katika dunia hii, wala kutafuta riziki isiwe ni sababu ya kumkosea Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Maneno haya sio tu nawaambieni nyinyi, pia najiambia mimi mwenyewe, si sote mkosefu, na mkosefu zaidi ni mzuri yule, na mkosefu mzuri ni yule mwenye kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa man taba, isipokuwa ni yule mwenye kutubu, fataba Allahu alayhi, basi Mwenyezi Mungu anamsamehe. Mwenyezi Mungu anamsamehe yule mwenye kutubu. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na kuyafuatilia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi